Unaitazama E-News on East Africa TV. Asante sana kwa ambao umechuni. Nazidi kukumbusha kwamba kwa wewe ambao unajisikia kama you got money na ungejisikia kuspend, uenjoy wewe na washikaji zako, basi kuanzia Ijumaa hii mpaka Jumapili lile jumba lako la maduka tofauti ambayo wanakupa mabrands makali, na izungumzia Mlimani City Shopping Mall. Wanakuletea kitu beautiful, kitu amazing. Mlimani City Summer Shopping Experience. Mlimani City Summer Shopping Experience ambao wanakupa nafasi ya kununua bidhaa tofauti kutoka kwenye maduka tofauti on a good price. So wewe, washikaji zako, familia yako mnaweza mkadondoka Mlimani City Shopping Mall, umeona bana, kwa ajili ya issue kama hizo. At the same time kutoka kuna vouchers, unaweza kujishindia vouchers ambazo zitakuruhusu kununua vitu in a more cheaper way, lakini pia kupata mazawadi kibao kutoka kwenye maduka na brands tofauti. Pia patakopa na fashion show kwa wewe ambao ungependa kuangalia mavazi na jinsi yanavyovaliwa na watu walivyopendeza kutoka kwenye haya mavazi ya brands tofauti ambazo ziko pale pale Mlimani City. Basi pia unaweza kadondoka Mlimani City Summer Shopping Experience. Ni Ijumaa hii mpaka Jumapili, so ni siku 3 za kushop. So go shop crazy and you don't wanna miss that. Au sio? Usikose story kibao kutoka hapa Tanzania. Ni pamoja na yule msanii wa filamu Tanzania anamzungumzia Nisha Baby, anasema wa kwake kuliwi baby. Lakini pia Asha Baraka kuanzia leo atakuwa anafanya mambo yake kimya kimya, right? Mwarabu pia yule bounce ambaye anasimama nyuma ya Diamond every day every time, naye pia anawaambia endeleeni kusema mkimaliza mtalala. Mastori yote hayo nayo kwenye E-News on East Africa TV. Asante sana kwa wewe ambao umetune in right now. Kama utasambaza haya mastori pia kupitia your Twitter, Facebook na Instagram pia, nitashukuru sana kwa kufanya hivyo. Ni time in time ya KKM kutoka katika mitandao, right? I know you love what's trending. Anajua unapenda kujua ni kitu gani ambacho kina trend, so it's about time nikufahamishe. Moja ni hiyo video ambayo unaicheki, unaona bana, hiyo video fulani hivi ya bebe amejipanga nini, anamuonyesha mshikaji wake kwamba ana kiujauzito nini, so anataka akamuliwe juice ya machungwa, alafu dogo fulani hivi anakuja kuharibu story zote kama ambavyo unaiona kwenye hiyo video. Tariq, I got some good news for you. You're about to have a little brother. The sweetest thing I've ever known. Video ya pili na muhusu huyo homeboy ya mwana hapa. Unajua kuna washikaji fulani hivi ambao sometimes wanakuwa wavutii kinoma, lakini wana confidence. Yani unajua confidence is what counts. Pose zako na jinsi ambavyo unajichukulia, au unaweza kusema unajibeba, right? So mcheke mshikaji, ana mvuto lakini anavovimba sasa, yeye mwenyewe utamtamani. Man, shell on the goddamn boy. That's why everybody at the champion boy. Have a rich gal in the Hamptons boy. The bush never made in the champion boy. Now man, I don't a songsters boy. Flight every week me and the goddamn boy. Yeah, just bust up by a mansion boy. Champion me and the time ya shots back na kurudisha nyuma na kuangalia ni kitu gani ambacho kilimake headline kwenye siku kama ya leo, kwenye tarehe kama ya leo, miaka au miezi kadhaa iliyopita. Ni katika E-News short back muda huu, alafu tukirudi ndio yale mastori yetu sasa. In E-News short back, Le Diva Ray C June 14 mwaka 2015 alijikuta akishindwa kujizuia na kumwaga ndoo za kutosha za machozi baada ya kunyimwa dawa ya methadone ambayo amekuwa akiitumia kwa miaka 3 sasa ili kumsaidia kuondokana na addiction ya madawa ya kulevya. Ray C aliposti video kwenye Instagram account yake ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimwanika akilia kwa uchungu. Alisikika akisema, "Nashindwa kuvumilia, mpaka sasa nipo kwenye kitengo cha madawa na sijapewa dawa, na kwa sababu niliposti ile posti nyingine wamenifanyia makusudi. Sasa mimi nikikosa madawa wanataka nirudi kwenye kuvuta unga," alihoji Ray C. Ray C aliendelea kudai kuwa mwili na mifupa vinamuuma, huku akishindwa kujua afanye nini ili kukabiliana na hali hiyo ambayo amedai inamtesa. Hii ni E-News short back, ni Jamal the Point 5. Dawa inauma, mwili unauma, nasikia baridi, mifupa inauma, alafu wanajua lakini wanatujima.
Yes, tunaendelea na story right now kutoka Bongo. I know you gonna like it, right? Sana sana kwa Coca-Cola si kama tiki na wala shishishiki pale ambapo unakuwa na roll na nini na roll na Coca-Cola. Sana sana pia kwa TTCL ambao kwa sasa wanakuambia Generation T nini? Generation T alafu solved, right? Yeah man, Nisha Baby miongoni mwa wasanii wa filamu Tanzania ambaye ana trend kwa mambo tofauti, movie kali, utundu mitandaoni, pamoja na pia na yeye pia ananyakua unaweza kusema na kwaruza wale watoto wa Bongo Flava ambao wanachipkia kwenye game kama ambavyo alifanya na nani? Alifanya na Baraka the Prince bana. Hivi karibuni pamekuwa na story ambayo ili trend kinoma kwamba yeye pia alikuwa anataka kumnyakua kwa mara ya pili Harmonizer baada ya Jacqueline Wolper kujieka afu kuvimba kinoma. So palikuwa pana show Mtwara na Harmo of course alidondoka Mtwara. Hiyo show ilikuwa organized au ilitayarishwa na Nisha. Hilo naambiwa Jacqueline Wolper alimbana kinoma Harmonizer kiasi cha kwamba hamna mtu yote aliweza hata kumnyakua hata kwa dakika zile 5 za mwe. Hata kwenye interviews za radio kwenda kupromote hiyo show ya Nisha, Harmonizer alishindwa kufanya. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amevimba tu hotelini eti na Jacqueline Wolper. Mwanangu Harmo. But anyway, tunayo interview. Walichelewa kufika kutokana na barabara hivyo yani, lakini hakuna kitu ambacho kiliharibika kwa sababu ya wao kuwepo wawili. Kila kitu kilienda sawa. Nashukuru Mungu alionyesha ushirikiano mkubwa kuanzia mwanzo wa show mpaka mwisho wa show. Thank you Wolper, thank you Harmonize, thank you YCB. Eti Nisha Kanzalini upromoter eti kamchukua kijana anataka kumnasisha kwenye mtego wake. Hizi story unazichukuliaje? Unajua mimi ni msichana mdogo sana. Na miaka 27. Ila nimepitia vitu vingi ambavyo vinakuwa vinanikuza kiakili. Hizo ni changamoto za biashara. Mtu akisema kitu kwa sababu umefanya kitu, I don't care. Ilhali kwamba nimeenda kule kufanya biashara, mtu akasema tofauti na kile ambacho nimeenda kukifanya, sijali. Nilichokihitaji ni kuingiza mpunga na mpunga wangu umeingia. Kuna nini tena? Mtoto wa kike nimeingia katikati kwenye upromota. So promoter, upromota. Yaani mjipange. Kwa sababu kwenye comedy nipo, kwenye filamu nipo, kwenye promoter nipo. Yaani humo sasa. Tujipange ila tusidunywane tu. Haka nimesikia nyiwa baya. Walichukua sura fulani 4 kali kinoma kwenye Bongo Flava, akastopia kwenye post moja afa kaambia watu, chagueni sasa ni mnyakue yupi kama mnabisha. Of course kwenye hiyo picha mimi nilimuona Ben Paul pale, nilimuona Numzi Wanda, nikamuona new usajili wa WCB na mzungumzia Rich Mavoko pia alikuwepo, bila kumsahau mzee wa kwetu na mzungumzia Raymond. So hivyo vichwa 4 vilikuwa kwenye hiyo post moja, na mngechagua mmoja kwa comment nyingi angenyakuliwa. Kama namuona hivi Ben Paul na Nisha hivi kuna kapo hiyo. Anyway, but Nisha anazungumzia hiyo post yake in deep zaidi. Na kunyakuliana na katika nilo post jamani, kama ndo mna waume zao pale, kama mume wako sijui Raymond, kama mume wako Nuhu, kama mume wako Ben Paul, kama mume wako Ibaki Story yule. Jamani, hakuna hata mmoja mtu wangu pale. Watu washikaji fresh tu kabisa. Unajua mtu anaweza akafikiria kuandika kitu, lakini inawezekana pia alichokiandika sicho ambacho mashabiki ule mtu alikimaanisha. Unaweza kaandika like kama kunipoza mimi, ananipenda kama mdogo wake. Hamna lolote. No, ananipenda of course. Sasa mtu mwingine anaweza kukuza mambo, mbona kaandika hivi, akazuka kuzuka. Kunyakuliwa vipi dai? Kunyakuliwa mji huu dai huwezi kunyakuliwa eti. Akiondoka ameondoka eti. Atakuja mwingine kama yule. Kweli? Zaidi yake. Wanakuja hata wajulikani, tunakaa nao. Wa kwanza sharp. Wa pili sharp. Kina nani? Salma Jabunisha. Umechelewa jamvini, karamu imeshaliwa. Upo. Kwanza rekebisha hiyo sura yako, kambuzi wa kafara ndo uje kuzungumza na mimi.
Tuendelee na stories za E-News kama ambavyo nimekwambia awali kwamba of course E-News na kamera E-News watu tunaangalia kila kitu kwenye burudani from movie to rap to R&B to bongo flavor mpaka muziki wa dance. Na hivi karibuni mmiliki wa bendi ya African Stars Twanga Pepeta na mzungumzia Asha Baraka amenyosha maelezo kwamba hata kuwa anaita waandishi wa habari na picha na makamera na mamaiki wakati anamkaribisha msanii mpya kwenye bendi yake au wakati msanii mkongwe kutoka kwenye bendi yake anaondoka au anakuwa ametoroka au amekimbia bendi yake. Asha Baraka anasema kwamba huo ni utoto. Unaona bana, maki kila siku msanii huyu kaondoka, mara amekuja kaomba msamaha, wewe mami nisamee, nimetubu nini, issue anarudishwa na issue zingine kama hizo. Tunaitwa waandishi wa habari, tuna cover story, sio inakuwa sio. Ameona kama ni utoto, na kwa sasa anasema kwamba watakuwa wakiondoka wanaondoka kimya kimya, wakirudi pia wanarudi kimya kimya, mtakuwa mnawaona tu kwenye majukwaa. Tunaye Asha Baraka. Tangazi msanii akiingia la kutoka utamshtukia tu. Utajitangaza wenyewe? Utamshtukia tu kwenye stage. Kwa nini? Kwa nini mama ufanya hivyo? Ishakuwa kama mazoea vile, mwanamuziki anatoka akirudi tena unamtangaza. Mwanamuziki anatoka unahangaisha waandishi wa habari. Akitoka kule tena mwanamuziki akitoka anaenda na hangaisha waandishi wa habari. Kuna press, sijui mimi nimetoka nimehamia sijui bendi inaitwa nani sijui double O sijui nini au inaitwa X Music. Baada siku mbili tena unahangaisha tena waandishi wa habari karudi. Sasa unakuwa kama utoto. Kwa hiyo utashtukia tu kwenye jukwaa. Mambo yamekuwa yale. Yanakuwa yale, hakuna jipya. Mimi yani hivyo vitu sishughuliki tena, kuhangaisha waandishi wa habari sijui nani kaingia nani katoka. Umtangazi tena mtu mpya akiingia. Watamshtukia kwenye jukwaa. Kweli? Labda kama tatangazwa na kiongozi wa bendi sio mbaya. Wasitegemea labda watapata hizo kiki za kutangazwa. Eti yupo karibu show yake ya kwanza uzinduzi Twanga Pepeta sio. Tutamtangaza kwenye show lakini sio kumuitia press conference. Show utamuona, tutatangaza leo tuna show, kuna mwanamuziki leo yupo, alikuwepo Twanga. Kwa hiyo leo karudi nyumbani, tutatangazwa na kwenye show atatangazwa. Kwenye radio atatangazwa, kwenye TV, lakini sio ile kuita press conference waandishi wa habari unakaa unazungumza nao. Tumechoka. Unawapotezea muda. Kuna vitu vingi vya kitaifa. Chokora tukumfanyia hivyo. Chokora tu tumemtangaza kwenye jukwaa kwamba anarudi kwenye radio, anarudi watu waje kumuona. Kawaida tu. Kama alivyoondoka. Chokora mwanamuziki mkubwa. Yeye mwenyewe ana uwezo wa kuongea na media. Yaani Chokora sio mwanamuziki mdogo. Unapozungumza katika wanamuziki au vijana wa muziki wa dance, Chokora yumo, ni mwanamuziki mzuri, ni mwanamuziki mkubwa. Alafu ni boxer. Yeye Chokora boxer anaweza kutayari hadi akakupiga nguvu. Mdogo ni mdogo, tufanye nini? Wamoja tabaki kwa moja. Wamoja atabaki kwa moja. E-News on East Africa TV. Miongoni mwa wasanii ambao wameshawahi kuwa na walinzi wao binafsi ni pamoja na Lina Sheta, lakini pia Diamond Platnumz ambaye yeye bodyguard wake amekuwa miongoni mwa bodyguards wa superstar maarufu kwa sasa hapa Afrika, kwa sababu kuna kila picha fulani kali ambayo amevimba Diamond. Mwarabu namuona pia naye pale nyuma kama kwa mbali hivi naye amevimba, kitu ambacho kimetokea kwa jamaa anapondwa kwamba weka zao kutokea tu kwenye picha za Diamond na issue zingine kama hizo. Unamlinda nini? Kitu gani unafanya? Mbona je kuona msukuma mtu fulani na issue zingine kaa hizo? So Mwarabu hajatubu, ila amesema nyie endeleeni tu kusema, ila yeye ndo anajua kazi anayoifanya. Mshukuru Mwenyezi Mungu.
Kikuudhi. Niudhi. Umtulizi. Nakubali bosi kaniambia kitu fulani basi ndio tunaenda sawa mpaka sasa. Sio kwamba unamshika sehemu zako zile. Hapana. So, kama wewe ni msanii wa Bongo Flava, dance, hip hop, R&B, whatever, au filamu hapa Bongo, umependa swaga na mikogo ya Mwarabu na jinsi anavyo mguard Diamond, na ungependa sometimes pia kufanya kazi na Mwarabu kwenye issue zako kama hata kuwa na Wasafi wakati huo, je, Mwarabu anaweza kukubali ofa yako na kupiga kazi na wewe? Amelijibu hilo kwenye E-News. Kuna matajiri wangapi ambao walikuona huko wanafanya kazi na wewe? Naweza ngakujibu, lakini ukisema swala la wasanii, maana sidhani kama kuna msanii ambaye anaweza akawa yuko kwenye level ya hapa. Kama mimi nakutumia vijana wangu. Hapana, hakuniambia Mwarabu njoo hapa. Hapana wewe. Aliniambia Mwarabu naweza ngapata kijana mzuri. Sio kwamba alikuwa anakutaka wewe ukamkataa. Hapana, hawezi kuniambia hivyo. Nashimia naye kama sister yangu na yeye mwenyewe na respect wangu anaujua. Tuendelea na story kutoka E-News ya East Africa TV. Asante sana kwa Coca-Cola, si kama tiki na wala shishishiki pale ambapo nakuwa na roll na Coca-Cola. Asante sana pia kwa TTCL na mashavu ambao wananipa. Ni time ya mastori kutoka wapi? Kutoka mbele tunakutana na rapper Lil Wayne, miongoni mwa rappers wakali kinoma ambaye mwaka 2013 alianguka tena kwa mara ya pili. Lil Wayne miongoni mwa rappers ambao ni watukutu kinoma kwenye swala zima la kuangalia afya zao, zile dawa za kifua ili zimsaidie alale, lakini hiyo sio kweli. Inasemekana kwamba Wayne pia hutumia hiyo aishi tu. But anyway, kwa wale ambao ni shabiki wa Wayne na sasa hivi kama vile Kiroki na piga huyo jamaa tadanja na marap yake tokwa tu yasikine issues zingine kama hizo, so we wish him good luck, right? Story nyingine ambayo ni trend kutoka mbele inamhusu rapper T.I. kutoka Atlanta ambaye yeye ameripotiwa kuanzisha Yes, asante kwa ambao umenipa time yako, umenipa muda wako kwenye E-News, muda wote mastori kutoka Africa, mastori pia kutoka mbele na issues zote ambazo tumezungumzia kwenye E-News. So usikose any other show ambayo inafahamika kwamba ni mashow ya habari kutoka EATV na izungumzia E-News. Time ya twende 1 2 3 time ya cheche. Kijiko cha kwanza kuna wewe chapini pembeni, kishiba wewe nitakuwa nimeshiba mimi. Kijiko cha kwanza kuna wewe chapini pembeni. Cheche! Ya mimi naweza kumzungumzia Nasu, ni mtu poa, ni mshikaji ambaye hata jioni tunakuwa tunachill naye hapa pub, tunapiga story 2 3, yani nyenendo zake zinafaa kuigwa na jamii, nikimaanisha ni kwamba ni mzuri tu. Aishi kama anavyoishi, yani asibadilike, asiishi maisha yale ya kuigiza nini. Asifeki maisha. E-News, hala! Bana, Coca-Cola ndo nanipa nguvu every day kuweza ku-air bonge moja la show na izungumzia E-News on EATV, si ndio? So si kama tiki na wala shishishiki pale ambapo wanakuwa na roll na Coca-Cola. At the same time, asante sana kwao TTCL Generation T alafu Solved. So solve mambo yako yote ya mawasiliano ukiwa na TTCL. Asante sana kwa ambao umetuma picha zako na video zako kwa ajili ya Hala 5 kupitia 0787633313. Endelea kufanya hivyo. Hala 5 on your TV muda huu. Mtani kwetu eka ukienda sokoni kariri vichochoro, geto na mkeka tu hakuna kitanda shuka wala godoro. Cheche bana, ya mimi to Raymond Rayvanny kutoka WCB Wasafi. Bana, unaangalia E-News ya East Africa TV. Family kazi tuamshe. Johnson Dani Chilongola kwa niaba ya wana 17 Hala 5 kwa Musa Mpeli. Fadhili Kangusi kutoka Wakali Family Tumaini University Arusha. Natazama E-News na wanangu Dinye Smart, Sama Gangster na Swabri Idi. Mambo vipi tukia Kitacha kwa Njeka Tanga Nyota? It's me Shomari Kombo Mtunguja Junior aka Marcus Rashford. Hala 5 usike kwa Juma Zungu Reels, Said Limo, Hiza Mpare na David Junior.
It sounds good and it feels good for the love kupitia Hala 5. So dondosha tano zako kupitia enews@tatv.tv na WhatsApp number hapo chini, and tomorrow is going to be your turn. Jamal. E-News